Kama nguvu ya msalaba haipo ndani yako, hautakuwa na nguvu ya utoaji ingawa unatoa. Kwa nini hakuna muunganiko katika yeye sadaka yako na nguvu ya msalaba katika kutoa? Kwa sababu sadaka yako inatakiwa iambatane na nguvu ya msalaba katika kutoa, ili upokee kilichopo ndani ya msalaba kupitia utoaji kwako wewe, kwa kupitia Yesu Kristo pale msalabani. Na ndio maana ogopa sana kutoa sadaka kimazoea, ogopa sana kutoa sadaka kiutaratibu, kwamba haya ni huo ndio utaratibu wetu. Sadaka haina utaratibu. Sadaka ni mwaliko wako wewe mwenyewe binafsi na Mungu katika utoaji. Kama hauna mawasiliano na nguvu ya msalaba, maana yake hautaona mwaliko wako wewe binafsi na Mungu katika utoaji, kile ambacho Mungu anakusemesha katika kutoa ili upokee. Kwa sababu Biblia inasema hivi, ni heri kutoa kuliko kupokea. Maana yake anayetoa ndio anayepata faida kuliko anayepokea, kwa sababu anayepokea hazidishiwi, isipokuwa anayetoa anazidishiwa. Na ndio maana katika mfumo wa utoaji upo kwa kila mtu. Ili uweze kuona baraka za Mungu lazima nawe utoe. Ogopa sana yule ambaye yuko katika mkao tu wa kupokea pasipo kutoa. Yule ambaye yuko katika mkao wa kupokea pasipo kutoa, uwe na uhakika anatengeneza mgogoro kati yake yeye mwenyewe binafsi na Mungu katika kumfanikisha katika mambo yake, kwa sababu baraka zile za utoaji hazipo. Baraka za utoaji zipo katika kutoa, hazipo katika kupokea. Unapotoa maana yake unakwenda kujiongezea baraka. Kwa hiyo huo mwaliko wako binafsi na Mungu katika kutoa uko ndani ya nguvu ya msalaba. Kama hakuna mawasiliano na wewe katika msalaba juu ya utoaji, maana yake utatoa usichokijua, na utatoa kitu ambacho hujui thamani yake. Na kama utatoa kitu ambacho hujui thamani yake, hautaona kile ambacho kinakwenda kutokea kupitia utoaji kulingana na thamani uliyoitoa, kwa sababu hujatoa kitu ambacho hujui thamani yake. Ulichotoa hujui thamani yake, na utakachopokea hutajua thamani yake, kwa sababu muunganiko wa kupokea na kutoa kiko ndani ya utoaji katika thamani. Thamani ya utoaji ndio itakayokupa kile ambacho unakwenda kupokea katika thamani yake ya utoaji.